Ndugu zangu, baada ya wimbo wa maombi na tukaingia wimbo mwingine wa kuanza ibada ya Jumapili ya 9 ya coronavirus. Jambo hili ni zuri kuwa hata nyumbani ili tuweze kutafakari neno la Mungu likiwa ndani kabisa. Leo tunazungumzia jambo ambalo Yesu Kristo aliwaambia mitume wake. Majira ya siku hizi na vile itakavyokuwa siku walipomuuliza, na siku hizo zitakuwa namna gani? Yesu aliwajibu ya kwamba hakuna jiwe litakaokuwa juu ya lingine siku hizo za kiyama, na hata akawaambia kutakuwa na uchungu mwingi kama ule wa mama mjamzito akitaka kumpata mtoto. Hebu na tusikie somo katika kitabu cha Mathayo 24 kuanzia aya ya kwanza. Then Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came up to show him the buildings of the temple. And Jesus said to them, Do you not see all these things? Assuredly, I say to you, not one stone shall be left here upon another, that shall not be thrown down. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us, when will these things be? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Hayo ndiyo yale maneno Bwana Yesu aliwajibu mitume wake. Hakuna jiwe litakaloachwa likiwa zinasalia juu ya makao yake. Haya ni kama kusema ya kwamba mipango ya wanadamu wanaojipangia na kuyaweka katika msingi yao yataondolewa. Mambo haya huharibiwa na Mungu atakavyo. Yeye aliyemuumba wetu huyaangusha mambo ya walio wakuu atakavyo. Tazama, mapigo haya ya korona imeangusha uchumi wa nchi, na hata watu wengi wamefungiwa nyumbani zao ili wasiweze kutoka. Na staajabu kuona kama mfalme wa nchi, rais wa nchi ya Kenya, akiwaambia watu wakae majumbani kwao, na wengi wanagairi maneno haya. Hao watu wana macho na wana masikio ya vile yanavyoendelea ulimwenguni. Niliuliza swali siku ya Jumapili ya 8, nikauliza, je, ugonjwa huu uko juu ya serikali? Je, mafuriko haya iko juu ya serikali? Je, hata kuwa na njaa iko juu ya serikali? Hata kamwe. Hili ni pigo la Mungu ambalo Yesu alisema hakuna jiwe litakuwa juu ya lile lingine. Kwa hivyo wanadamu, mnapotenda dhambi ama mnapofanya jambo, mtazame ya kwamba Mungu mkono wake uko juu ya dunia, na anaweza kuharibu mafikira zenyu kama vile alivyoharibu siku ya mnara wa Babeli. Hebu na tusikie somo. And Jesus answered and said to them, Take heed that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Je, mambo haya yaliyonenwa ni Yesu si yameadia? Si kumekuwa kilio? Rais wa nchi si amesumbuliwa zaidi kwa sababu ya pigo dogo tu la furiko la maji, zige, na hata mambo mengine kidogo ambayo imetokea ulimwenguni? Nataka kuambia wadugu zangu wahubiri, sasa tueneze juu ya pigo hili liko namna gani. Pigo hili ni dhambi ya mwanadamu, ni pigo kama lile lililotokea wakati wa Nuhu hata Sodoma na Gomora.
wanadamu watazidi kumkosea Mungu mpaka lini? Nikasikia mtu anasema tutakataa yale maagizo ya serikali. Je, ukikataa maagizo ya serikali, kwani serikali inakubebea moyo wako? Si utafirisika na kufa na kuwekwa mchangani na hautaendelea? Kwa hivyo tunatii sheria za nchi na za madaktari, nao wahubiri waeneze habari ya kutubu. Hii sio wakati wa kuhubiri Yesu aliwapa watu mikate ama Yesu aligeuza divai. Hebu na tusikie somo katika aya ya 43 hadi 44. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he will have watched and not allowed his house to be broken into. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming an hour you do not expect. Wachungaji wenzangu, si nyumba zetu ambazo zinaitwa nyumba za Mungu zimeingia wezi ambao wamefunja na kuanza kufanya ukahaba? Si wale wanaoimba nyimbo pale kwa runinga na wanaimba nyimbo kwa tabia isiyofaa, wanashangiliwa na kuambiwa na waibaji, na hata wale wanaoimba nyimbo za kiinjili wakifanya vitendo vibaya katika viuno vyao. Je, si nyumba zetu zimefamiwa na wanyang'anyi? Nataka kusema ya kwamba Yesu ametuonya akisema, siku haijulikani wala saa atakayorudi mwana wa Adamu. Nataka kusema tungali nyumbani tukitulia, na hili kuwa nyumbani ni kuomba na kutubu. Nataka kusema mtubu dhambi ya uasi, mtubu dhambi ya uasherati, wanaume kulalana wanaume kwa wanaume. Jambo hili mkikataa kuacha, linamchukiza Bwana pahali alipo. Hakuna pigo litatoka, pigo litazidi, na mtainuliwa mkono mwingine ambalo hakuna mtu atajipindua hapa ama hapa. Serikali hatainuka na bunduki, daktari hataweza kuinua shindano, na hata vile vipimo havitapima. Naomba Mungu anisaidie na nisamehe tunapoendelea na injili ya ibada ya kutubu. Asanteni, mkabarikiwe na Bwana. Hebu na tuombe. Wewe uliye mkuu na wewe uliye Mungu wetu, tunajua hili ni pigo ambalo umeinua juu ya wanadamu. Wale walio wachungaji, Baba, ukawasaidie waweze kupima vipimo vya hekalu, wakatazame wale wanaowalisha ni wangapi wanaotenda dhambi ya kuasi, na hata wakafanya mili yao kuwa duka zao. Hawa ni watu ambao wana makasisi yao, hawa ni watu ambao wana makanisa yao. Wakiaga dunia, hata wakati huu wa korona, watawafanyia ibada za kuwazika. Mungu, utupe nguvu na ujasiri wa kunena, hata ikiwa hakuna ile sadaka inawafanya wengi wafungue milango watu waasi katika nyumba zako, wakanene ukweli, nao watu wakatubu. Na hata wale wanaingia katika nyumba ya Mungu wakiwa wamejinajisi, hao watu wanaenda nyumba za umalaya, lakini Jumapili wanajitakasa. Mungu, katuonee huruma ili hili pigo likaondolewa duniani zima, kwa sababu hili pigo ni la dhambi. Kuna makanisa imeolesha wanaume kwa wanaume, na hata wanaelekea kuolesha wanawake kwa wanawake. Hili silo pigo kuu na neno la kukuchukiza wewe Muumba. Naomba kwa ajili ya injili yako ile Yesu aliyowaambia mitume, tufahamu siku hizi ni siku za hatari. Utuonee huruma na utusamehe, na ni katika jina la Yesu aliye Muumba naomba na hata kuamini.